Hadithi ya maisha yangu, Yohana Peter Abuol. Jina langu ni Yohana Peter Abuol. Nilizaliwa tarehe 23 Oktoba 2007 katika mji wa Malakal, Sudani Kusini. Mimi ni wa kabila la Shilluk, jamii inayojulikana kwa utamaduni wake tajiri, historia ndefu na ustahimilivu mkubwa. Mama yangu anaitwa Veronica Obuoni, mwanamke thabiti na mwenye upendo, ambaye amekuwa nguzo kuu ya utegemezi katika maisha yangu. Maisha ya mapema na changamoto za ukimbizi. Maisha yangu ya utotoni yaliathiriwa sana na migogoro. Mnamo mwaka wa 2015 vita vikali vilitokea huko Malakal kati ya jamii za Shilluk na Nuer. Kutokana na hali hiyo ya usalama mdogo, mimi na familia yangu tulilazimika kutoroka nchi yetu kutafuta usalama. Tulivuka mipaka na hatimaye tukawasili nchini Kenya, ambapo tulitulia kama wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Uzoefu huu ulikuwa wa maumivu na changamoto nyingi, lakini ulijenga tabia yangu na kunifundisha uvumilivu, subira na matumaini. Safari ya elimu. Baada ya kuwasili Kakuma, nilianza masomo yangu. Nilijiunga na darasa la kwanza katika shule ya msingi ya New Lights Inn, ambayo ilikuwa mazingira yangu ya kwanza ya kujifunzia nchini Kenya. Baadaye, nilipofika darasa la pili, sote tulihamia Lishe Academy C, ambapo nilisoma kuanzia darasa la pili hadi darasa la 5. Licha ya matatizo ya maisha ya kambini, nilibaki nimejitolea kwa masomo yangu na kuendelea kukua kitaaluma. Baadaye, nilijiunga na shule ya bweni inayoitwa Shule ya Msingi ya Kakuma Arid Zone. Kuishi katika shule ya bweni kulinisaidia kuwa mtu wa kujitegemea zaidi, mwenye nidhamu na mwenye kuzingatia mambo. Ilikuwa hapo ndipo nilipofanya mtihani wangu wa darasa la 8 KCPE na kufanikiwa kupata alama 288. Mafanikio haya yalinipa ujasiri mkubwa na kunitia moyo kufanya kazi kwa bidii zaidi kuelekea ndoto zangu. Baada ya kumaliza shule ya msingi, nilijiunga na shule ya upili ya Vision Secondary School, ambapo kwa sasa mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 3 Form 3. Shule ya upili imefungua akili yangu kwa fursa mpya na kuimarisha azimio langu la kufanikiwa. Miongoni mwa marafiki zangu wa karibu ambao wamekuwa waaminifu na wenye kunitegemeza katika safari yangu ya shule ni Hamis Bolhizi, Diego Marco Ismail. Uhusiano wa kifamilia. Ninatoka katika familia yenye upendo na mshikamano. Nina ndugu 5 ambao ni Mujok Peter, Honi Peter, Yathuang Jok Peter, Yei Peter. Pia nina binamu yangu anaitwa Aban Obash Ita Moses na mpwa wangu anaitwa Bakhita Moses. Umoja wa familia ni jambo la muhimu sana kwangu, hasa baada ya dhiki na shida zote tulizopitia pamoja. Maisha ya kiroho na hadhi katika jamii. Kiroho, mimi ni Mkristo aliyejitolea. Mimi na familia yangu tunahudhuria kanisa la Will of God Ministry ambalo lina mchango mkubwa katika ukuzi wangu wa kiroho. Kanisa limenisaidia kuniongoza kimaadili na kiroho, likinipa matumaini, nidhamu na imani thabiti kwa Mungu. Katika jamii yangu, Yohana Peter anajulikana kama mtu mzuri na mwenye kuheshimika. Watu wengi wananipenda kwa sababu mimi ni mnyenyekevu, mtiifu na mwenye amani. Ninamtendea kila mtu kwa heshima na wema, na ninaamini katika kupenda watu bila kujali asili zao. Wazee, vijana na watoto wanahusiana vyema nami kwa sababu ya tabia na mwenendo wangu. Pia ninajulikana kwa mwonekano wangu. Mimi ni mrefu na mtanashati, handsome, na kwa sababu hii, pamoja na tabia yangu nzuri, wasichana wengi wanavutiwa nami. Hata hivyo, ninabaki nimezingatia sana elimu yangu, vipaji vyangu na malengo yangu ya baadaye, nikijua kwamba nidhamu na kujizuia ni mambo muhimu kwa mafanikio. Vipaji na ubunifu. Kando na masomo, mimi ni mtu mwenye talanta na mbunifu sana. Mimi ni mpiga picha, photographer, ninayenasua nyakati na hadithi mbalimbali kupitia picha. Pia mimi ni mcheza dancer, nikitumia densi kama njia ya kuelezea utamaduni, furaha na ubunifu. Zaidi ya hayo, mimi ni mchezaji wa mpira wa kikapu, basketball, mchezo unaonifanya niwe na bidii, nidhamu na nguvu ya kiakili. Hitimisho. Safari ya maisha yangu, kuanzia vita vya Malakal, kupoteza makazi kama mkimbizi, hadi kupata elimu na kukua kibinafsi huko Kakuma, ni hadithi ya ustahimilivu, imani na nia thabiti. Ninaamini kuwa maisha yangu ya baadaye ni ya mwangaza, na nimejitolea kutumia elimu yangu, vipaji vyangu na tabia yangu nzuri kuleta athari chanya katika jamii yangu na kwingineko. Yohana Studio.